Bana, ushawahi kujiuliza kwa nini Pwani imekosa kuleta timu ya ligi kuu? Right now nipo mkoa wa Pwani, eneo moja linaloitwa Kibaha, na nao nipo Kibaha City Mall. Bwana, nimefika hapa, nataka ni share story moja mbili tatu na watu wa eneo hili na nijue kwa nini Kibaha inakosa timu ya mpira wa miguu. So nipo na kiongozi na mdau wa michezo hapa. Right now nataka tujue kwa nini Pwani haijatoa timu katika ligi kuu. Wewe kwa mchango wako unaona kwa namna gani tumeshindwa kuweka timu? Naam, kwa majina naitwa Abdul Karim Abubakar Alawi. Ni mdau wa michezo mkoa wa Pwani, lakini hususan kwenye mpira wa miguu. Ni msimamizi wa vituo vya vijana chini ya miaka 17. Kwa experience yangu ya uongozi, kwa swali ambalo umeniuliza kwa nini Kibaha au kwa nini Pwani kwa ujumla hatuna timu ya ligi kuu. Hapo awali tulikuwa nayo timu ya Ruvu Shooting ambayo tulikuwa tunapambana nayo, lakini mpira ni mchezo wa ushindani. Ikatokea kwamba timu ile ikashuka daraja, lakini sio kwamba imepotea kabisa, ipo madaraja mengine inajitahidi kupambana irudi ligi kuu. Lakini kingine niseme tu, kwa sasa tunao uongozi imara ambao tunauamini, uongozi imara chini ya mwenyekiti Robert Munisi ambao tunauamini huenda kupitia uongozi huo ukatusaidia sisi kama Pwani kuleta timu ligi kuu. Kwa hiyo tusikae na kulalama kwamba kwa nini hatuna timu, lakini tukae na tukiwaza namna gani tunaweza kuleta timu mkoa wa Pwani. Tukiangalia mkoa wa jirani hapa wa Dar es Salaam, ni mkoa ambao kwa kuangalia ni unaongozwa kwa kulea vipaji na kukuza vipaji, na maanisha talenti za vijana. Kwa Pwani sisi hapa vituo vipo vichache, na wewe umesema ni mtunzi wa watoto, amini na maanisha kuna vituo. Kuna mchango gani ambao labda serikali inatakiwa uongeze mradi tukuze sana vipaji vya vijana? Ukifanya comparison ya mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani, kuna utofauti kidogo. Mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa mkubwa, ni jiji lile. Miundombinu yake ipo vizuri, kuanzia miundombinu ya barabara mpaka hiyo miundombinu ya michezo, kufikika maeneo mbalimbali ni rahisi. Lakini tukirudi katika mkoa wa Pwani, miundombinu kidogo si rafiki sana. Mkoa ni mkubwa sana, miundombinu si rafiki sana. Lakini pia hivyo vituo vya kulelea watoto havipo kwa wingi sana, na unapokuta kama kituo kipo, basi hata ile miundombinu yake kuanzia uwanja na facilities zingine zimekuwa ni mtihani kidogo. Kwa hiyo ombi letu kwa serikali na sasa ya mkoa huu wa Pwani, kwa mkoa wa Pwani, kwamba tuangalie namna gani, akae na viongozi wa mpira wa miguu angalie namna gani wanaweza kuboresha miundombinu hasa hivi vituo vya watoto. Na nadhani tukifanikiwa katika hilo, hata huko nchi ya ahadi ya kurudisha timu ligi kuu itakuwa ni rahisi zaidi. Kama ulivyosema hapo, mkoa wa Pwani ni mkoa ambao unaongozwa kwa unasema kuna ukubwa na maeneo makubwa sana, na naamini huku na tofauti na Dar es Salaam. Dar es Salaam maeneo mengi yanakuwa yameshafikwa na wakazi wengi, yani namaanisha huku tuna maeneo mengi tunaweza tukatengeneza viwanja. Kwa nini mkoa wa Pwani tunakosa kupata hata uwanja ambao umekidhi vigezo? Mimi nadhani ni kama nilivyosema hapo awali, ni huenda serikali haijaipa kipaumbele sana mkoa wa Pwani katika upande wa michezo. Serikali ina vipaumbele vyake. Tukiangalia mkoa wa Pwani, serikali imeipa vipaumbele sana kwenye viwanda. Ukiulizia viwanda mkoa wa Pwani vimejaa, lakini kwa upande wa michezo bado haijapata kipaumbele. Kwa hiyo ni kupush hiyo agenda kwamba serikali ibadilishe kipaumbele, pia ione mkoa wa Pwani kwamba unafaa katika uwekezaji wa michezo. Mimi nadhani tutafika huko. Ni sawa tu la taratibu na kukaa na kuzungumza baina ya chama cha michezo na serikali. Wewe bana, kama kiongozi wa michezo unawashauri naamini unatoa usia gani kwa wakazi wa Dar es Salaam na wa mkoa wa Pwani, na kuambia kuwa kuna marekebisho labda yanafanyika au kuna kitu chochote ambacho labda kinafanyika ili tukuje kupata uwanja hapa mkoa wa Pwani? Mimi wito wangu kwa mkoa wa Pwani juu ya michezo ni kwamba kwanza tuanze kuipenda michezo sisi wenyewe wana Pwani. Ninapozungumzia michezo nimezungumzia sekta ya wale vijana wadogo. Wale vijana wadogo wanatoka katika familia zetu huko. Sasa tukianza kuwa na mapenzi sisi wenyewe, wazazi,
wazee, wanawake, kina mama, wote tukiwa na mapenzi kwamba vijana wetu waende wakashiriki katika michezo, basi hata serikali inaweza ikaliona hilo ikaleta ikatoa kipaumbele kwenye hiyo sekta ya michezo. Kwa hiyo tuongeze tu mapenzi ya huo mchezo husika, tutafika hiyo nchi ya ahadi. Asante kwa time yako. Kwa majina naitwa Deprize, nilikuwa na kiongozi na mwanaharakati wa michezo mkoa wa Pwani anaitwa Karimu Alawi, na tumeshia maswali hapo kama unavyoona, akatujibu kwa usahihi kuhusiana na swala zima kwa nini mkoa wa Pwani hatuna timu ya kwenye ligi kuu na kuhusiana na mambo ya viwanja, na akazungumza mambo mengi sana. Hii ni media yako ya Kijogoo TV, ni presenter wako Deprize.